Mwambia Mama Samia atusubiri pale ili kombe tuweke Msimbazi ataja kutuibia. Tunaweka Ikulu sawa, kaiba Ikulu. Mimi ni waulize wana Simba au ni waulize tani zangu ili kombe wao alichukuaje? Maana kuna kulichukua mara mbili. Kuna kulichukua kwa kucheza na kuna kulichukua kwa kuiba. Kama kwa kucheza fulani inakuwa hakuna. Mnafunga tena. Ila kama kwa kuliba inafikanika. Kuelekea mchezo wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao utapigwa hapo kesho, Simba dhidi ya RS Berkane. Chivihi Media imeweza kuwatembelea tawi la Simba Sports Club hapa Msamvu Terminal mkoani Morogoro. Na tumeweza kuzungumza na mashabiki wa pande zote mbili, lakini waliochukua dambu sana kwenye hili ni mashabiki wa klabu ya Simba. Na tunataka kusikiliza ni kipi ambacho wanacho kuelekea fainali hiyo siku ya kesho. Na imani wanashama ziko nyingi na wanajiamini juu ya timu yao na kile ambacho wanaenda kukifanya hapo kesho. Twende tukawasikia mashabiki wana jambo gani la kusema na wadau wa soka kwa ujumla kuhusu mchezo wa kesho. Mimi niko poa. Unaitwa nani? Shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Simba, jina langu maarufu ni Zedoni. Jina lako maarufu ni Zedoni. Bwana Zedoni, kuelekea mchezo wa Simba wa kesho wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika, kwa unavyoiona timu yako, maandalizi wanayofanya, una kipi labda ambacho unatamani kukisema watu wakisikia kuelekea mchezo huu? Tukizungumzia kimpira kweli kesho mechi ni ngumu kwa sababu tulishatangulia kule Morocco goli 2. Sasa na sisi jukumu letu Tanzania ni kusawazisha, na vile vile watu wengi mashabiki nafikiri watu wanashindwa kuelewa mpira uko vipi. Hapa ili finali haina kusema kwamba nani afungwe. Je, kombe linakwenda wapi? Morocco Tanzania, kombe linabaki Tanzania. Wala kombe linabaki Tanzania, lakini ile taarifa kwamba Benjamin Mkapa haitotumika iliwashtua kidogo. Na tutarajie kitu gani? Leo hii mmepelekwa Amani ambako mnadai kuwa mpate ushindi mara kwa mara. Labda hii mnalizungumziaje swala zima la kubadilishwa kwa uwanja? Na labda nikueleze kitu kimoja ndugu yangu, watu wengi hawajui. Watu wengi walijiandaa, hasa wale maadui zetu walijiandaa labda tukiweka Benjamin Mkapa ili watumbukize vitu vyao, lakini sisi tukadeshi kama hatutaki Zanzibar, kumbe ndio tunapotaka. Yaani kama hatutaki lakini tunataka. Sasa ili waamini kwamba sisi tulikuwa tunahitaji na mbinu tulikuwa tumezitengeneza, basi waone kesho nini kinatokea. Kwa hiyo unamwambiaje mpinzani wako? Mpinzani asubiri kupokea kombe. Je, atanyanyua, ataliacha, jukumu ni la kwake. Bwana huyo ni shabiki wa Msimbazi Simba, anakuambia hapo kesho ataki astaki kombe lazima watalibeba. Na wenzetu walikuwa wanajivunia medali upande wa pili. Baba tuje kumsikia tena shabiki mwingine hapa na wekundu wa Msimbazi, ana mengi ya kusema, tena yuko na vibe kama lote. Bwana mambo vipi? Kama gawa. Unaitwa nani? Naitwa Eliud Anderson Kikoti. Ni mwana Simba wao mwanangu, mbona umepoa sana? Simba kindakindaki, sio nimepoa. Simba kindakindaki. Bwana kesho mchezo wa finali ni Simba dhidi ya RS Berkane hapo kesho, na mchezo wa kwanza tayari ulishakwisha kuumia bao 2. Labda kuhusu mchezo wa kesho unazungumziaje? Sema tumecheza dakika 45 za kwanza tukacheza 45 za pili. Maana kesho ni za pili. Ushindi ni lazima. Bwana kesho ni za pili, ushindi ni lazima, lakini tumeona kabisa wengi mlikuwa mnatamani Benjamin Mkapa kwamba ndipo atoki mtu, lakini wewe mmepelekwa Amani Zanzibar. Sawa. Hakuna Simba anayeogopa Simba popote kambi, kwa sababu ule uwanja na huko ni uwanja, sisi tunaishi nao kokote. Bwana huyu anasema Simba ni kambi popote, manake anaamini hata kule Amani Complex watafanya mambo. Bwana kuna mwananchi hapa wananchi mfuma hapa mitaa ya Msamvu hapa. Bwana mambo vipi? Mambo safi kaka, kwema. Unaitwa nani? Mimi naitwa jina maarufu naitwa Macho. Macho wewe ni mdau wa Dar es Salaam Africa. Sababu tangu nafika hapa naona kabisa umeonyesha yale makucha kumbe ni mwananchi. Sasa mnyama Simba kesho anaenda kunguruma pale na kupambana kisha atafuna ule mfupa ambao ulikushinda. Labda unaweza kuona unaenda kuona Simba akishinda ile kombe au na yeye anarudi patupu. Kwanza bwana ndugu mtangazaji, hapa Simba alipofika yeye anarudia. Sisi angafika shafia muda mrefu tu. Ndio. Wao wanarudia. Ila mimi kuna kitu niwaonye au niwaombe. Wasiwadharau Berkane. Ndio. Berkane wana watu. Wao wana watu. Lakini Simba pia wana watu. Hawana watu. Kwa nini nasema hawana watu? Ndio. Mpira unaanza unakwisha shuti moja. Unasema na watu. Watu wapo. Watu kama hao. Una watu manake. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba Simba watu walionao hawawezi kukabishana na Berkane, na kesho bila shaka mnyama anaumia. Yaani watazalisha tu na Simba. Furaha kesho waiondoe. Ndio. Kwa sababu Berkane wana watu. Na tuliona mechi ya kwanza
na hata hii mechi ya pili japokuwa Simba kwa nyumbani, Simba nafasi nyingi atengeneza kufunga shida. Hii ndio nguvu kwa Simba kufunga shida, lakini Mr. pale amesema kwamba zimezama kondoo takriban 4 na tunajua wale ni wazee wa ubaya ubora. Labda kwenye hili Simba namna alivyojipanga, uone kama kuna hatari yote Berkane anaenda kukutana nayo. Hawa ingekuwa Benjamin kidogo imani ingekuwa ndogo kwa sisi wana Yanga. Ndio. Kwa sababu Benjamin ndio uwanja wao wa manyaunyau. Ila kule Amani kuna pigwa mpira maamuzi pichi. Anasema pale Amani unapigwa mpira. Kwa hiyo neno lako la mwisho kwa mnyama Simba kwamba anaweza kuondoka na ile taji. Mimi labda niwaulize wana Simba au niwaulize tani zangu ili kombe wao alichukuaje. Maana kuna kulichukua mara mbili. Kuna kulichukua kwa kucheza na kuna kulichukua kwa kuliiba. Kama kwa kucheza furaha inakuwa hakuna. Mnafunga tena. Ila kama kwa kuliiba inawezekanika. Hiyo kweli. Watu wa Yanga ndio mwiba pale kombe lakini sina swaki halali kesho. Tuna swaki halali kesho. Mpaka saa 12 dakika 10. Majibu yapatikana tatu basi. Tukiangalia quality ya wachezaji wa Simba na Berkane, ushafungwa tena. Umefungwa kivipi sasa? Ujini rais finali. Ndio finali. Mpira hujaisha. Tufunge vipi? Jamaa sasa. Mechi ya kwanza ilipigwa wapi? Mechi ya kwanza Morocco. Mpira umeanza umekwisha. Shuti hiki tupiga ngapi? Sina furahi. Jibu tuulize tuna furahi. Sina furahi. Mpira umeanza hadi moja. Shuti hiki tupiga ngapi? Moja. Wao piga ngapi? Mbili. Huyu anasema hivyo yeye ana watu. Kashinda kwa goli moja tu aende robo finali. Huyu mtu ana watu. Sio kama mjinga wangu. Anataka tena umamshie kwa kina unalipa bwana. Unalipa na kuambia na Simba. Huyu kasema ni shule goli moja kwenda robo finali. Tofauti mashindano. Yangu ilikuwa klabu bingwa yake shirikisho. Nasema hivi, mashindano tutaandaa na kafu. Maana vizuri. Huyu kusema ana watu ni kudanganyana. Mzigo tunaopata sisi kama angepata huyu asingefika hapa. Ndio mtangazaji, samani kidogo. Ngoja, samani. Mtangazaji, ndio hata Ulaya kuna Europa na UEFA. Hawa walicheza Europa. Mimi nilicheza UEFA nikatolewa tofauti mashindano, lakini msimamizi huyu bwana hiyo. Naam, narudia tena visikilize. Yeye akisema UEFA anadidanganya yeye kwa sababu sisi tunacheza robo finali anakuambia sisi hatuna uwezo kucheza mashindano haya. Miaka mingapi? Ngoja basi tutafikiana. Kila kitu ni kwa muda. Yeye kuingia tu robo tu kashindwa kufika. Ila sisi tunafika robo finali. Ligi gani? Muulize ligi gani? Ligi ya mabingwa hiyo. Ligi ya mabingwa. Miaka mingapi robo? Miaka mingapi robo? Ni 5. Miaka mingapi hivi? Hakuna kuna timu ngapi? Kuna nchi ngapi Afrika? Hapo nyingi. Afrika takriban 54. 54. Sasa zimebaki nchi ngapi? Kivipi kwanza? Ngoja. Nijibu swali. Nchi ngapi? Nchi ngapi? Nchi mbili. Ndio kuna manini? Majani. Basi. Mtangazaji. Wamezoea kuchukua kombe lao la mwani. Kombe la mwani na mama mshaa cha Sambi alipia kombe la mwani. Kombe la mwani ni kombe gani ile kombe la mwani? Analijua ameshangilia hao. Kombe la mwani. Alafu kwamba ubora unaendelea. Kweli wanasema tunasteka. Tusingekuwa na steka tusingefika tulipo. Na hili tunalichukua kivyo vyote. Kwa mwanaume anayeona goli mbili ni nyingi. Huo sio mwanaume lijali. Ndio inabaki. Mimi namfunga 3 bila. Ndio inabaki hapa Tanzania. Ndio naiba. Kama mnaiba sawa. Kombe inabaki. Msiba tunaenda kuuzika Jangwani. Anasema msiba anaenda kuuzika Jangwani. Kwa hiyo huu ni ubaya.
uweji. Mheshimiwa. Baba mambo vipi? Mimi siwezi kuongea kitu ndugu yangu. Hapana, sio jambo la kitaifa ndugu yangu. Ni jambo la kitaifa. Mimi naombea ndugu zangu. Naombea. Mimi naombea. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba dua zako ni Simba chukue au dua zako ni kwamba amalize tu kwa ushindi ila asibebe? Amalize, ikiwezekana achukue kabisa, si jambo la kitaifa basi. Kweli unaweza kuumia kuhusiana na hili? Siwezi kuumia. Bwana huyo ni shabiki wa Dar es Salaam Africans ambao ni wahasimu wakubwa sana wa Simba. Bwana mambo vipi? Mambo fresh kaka. Unaitwa nani? Mimi naitwa Rashid, napenda kuita TBC1. TBC1. Bwana TBC1 wewe ni mnya wa Simba au mwananchi bwana tunafahamu? Simba Sport au tupoa achana nao. Simba Sports. Sasa mimi nataka tuzungumze mchezo wa kesho. Simba dhidi ya RS Berkane finali. Kwa upande wako unaona timu yako maandalizi namna alivyo, unaona kombe likisalia hapa Tanzania? Mwali anabaki bila usumbufu wote. Nina uhakika. Mwali anabaki bila usumbufu wote. Bwana Faza anasema Mwali anabaki bila usumbufu wowote. Lakini sijaona wananchi hapa. Wananchi hawezi kuja kwa sababu ya mchezo. Kama ilivyo ada, alipo Simba huwezi kumkosa Yanga. Bwana mambo vipi? Fresh. Ni shabiki wa Yanga kindaki, lakini kesho tunaenda kushuhudia fainali ambayo wewe tayari ulishacheza. Labda unaona mnyama akienda kufanya kile ambacho ulishindwa na yule. Ndio. Hataweza kule. Baki kule nyumbani kwa Waarabu. Lazima ale tatu. Ale tatu. Yaani hata shuti moja apige goli. Anakuambia lazima ale tatu, lakini tuliona mnyama Simba kule alijitahidi akapoteza tu bao mbili. Na leo hii yuko Zanzibar, Amani Zanzibar. Tena ni ardhi ya nyumbani bado Tanzania. Je, unaona kwa uwepo wa uwanja wa nyumbani ama Simba kucheza nyumbani kutaweza kumsaidia kupata ushindi wa mabao mengi? Nani? Ushindi kupata mabao mengi huyu? Ndio. Hataweza. Maana kule hajafunga lolote kule, hajaonyesha kitu chochote kule. Kapiga shuti moja tu ndani ya dakika 90. Nazungumzia kesho. Wanakwambia kapiga shuti moja tu ndani ya dakika 90. Nakwambia Simba kubeba ile kombe labda aliibe. Pia kuna mdau hapa amepoa zake, labda naye tumsikilize akipi cha kusema kuelekea mchezo wa finali hapo kesho ambao waliba hisia kubwa sana za mashabiki. Bwana mambo vipi? Safi. Unaitwa nani na ni shabiki ama mdau wa soka timu gani? Mimi naitwa Kimwili Mtawingi, mdau wa Simba Sport Club. Bwana Kimwili mtu nyingi, kesho finali inaenda kuchezwa pale Amani Zanzibar. Wewe kama shabiki wa Simba na timu yako, kwa namna ulivyoona mchezo wa kwanza ulivyocheza kule Morocco, unazungumziaje kuhusiana na mchezo wa kesho? Uhakika wa kutoboa upo au na wewe utalinga na medali kama mtani? Hapana, Simba anashinda. Simba anashinda. Labda mpinzani anambie ni bao ngapi? Ni zaidi ya 3. Sasa sisi tunahitaji ushindi ili tusonge mbele tuchukue kombe. Na hii ni finali. Na Simba inawakilisha nchi, ni timu ya wote kwa sasa, sio ya Simba peke yake. Kwa aliyoko Yanga, aliyoko Azam, wote watakiwa waangalie Simba kama mdau mkubwa wao. Bwana anasema Simba ndio mwakilishi wa nchi, aliyepo Yanga, aliyepo Azam, yeye anapaswa kuitizama Simba hapo kesho. Kuna mdau amepiga Tanzania bwana. Sogea hapo tuzungumze kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane hapo kesho. Uliweza kutizama mchezo wa kwanza? Ndio. Simba mnyama alikufa bao mbili pale Morocco, na hapo kesho yuko Amani Zanzibar. Kwa namna ulivyosikia ama kuona maandalizi, unatarajia kuona mchezo wa namna gani na mnyama Simba anaweza katoka mshindi? Hiyo ndio jambo la kawaida. Ndio. Kwa upande wa Simba ndio tayari wameshajiwekea hivyo kwamba lazima tuchukue kombe. Na hili sio lazima, hili lazima libaki. Bwana, hii sio lazima nibaki. Yaani kipindi cha kwanza tunawakabidhi kwanza zile mbili zao. Ndio. Alafu kipindi cha pili tutatafuta moja. Na kama tutawakosa kwenye moja, tutakwenda kwenye matuta tutachukua. Anakuambia kama atawakosa kwenye moja basi watakwenda kwenye matuta kuchukua. Na mchezo ambao ulipita wa nusu finali tuliona namna gani mnyama Simba alipambana. Bwana mshikaji. Mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa Habibu. Habibu, unaona wapiga rangi kijani, wewe ni mwananchi? Mimi Msimbazi. Msimbazi mnyama wa Simba. Sasa mimi bwana naomba uniambie na wananchi na wakusikia wana wa Jangwani wale, ni kwamba mchezo wa kesho Morocco ama yule Berkane unaenda kumkanda bao ngapi? Mimi binafsi timu yangu ya Simba inashinda goli 4. Mpaka tunakwenda mapumziko tutakuwa tumepata goli 3.
anakuambia mpaka anakwenda mapumziko atakuwa amepata goli 3 hapo. Unaitwa nani? Juma Mwananchi halisi. Simba bwana, mpinzani wako siku ya kesho yuko pale Amani Complex, anaenda kutafuna ile mfupa ambao uli kushinda misimu miwili hapo nyuma. Labda kwa namna uliona Bekane na Simba timu iliyojengeka, mchezo wa fainali kesho, kombe linabaki Tanzania au Mwarabu anaondoka nao? Kubaki tabaki kwa kuwa kwanza siku kwanza apinde wetu wale watu waliofikia tupongeze. Ndio. Kwa hiyo sisi sote tutapira kombe libaki. Kwa sababu sote ni Tanzania. Wala huyo shabiki anasema natamani kombe libaki kwa sababu wote ni wa Tanzania. Lakini mambo vipi? Salama bwana. Unaitwa nani na ni mdau wa timu gani? Mimi ni mdau wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Maana Mwananchi pia kama kawaida. Ila nimemsikia mtani hapa anaota ndoto wakati akiwa macho. Na hamna kitu akijawahi kutokea kama kuota ndoto ukiwa macho. Ndoto zote huwa zinakuja wakati watu wamelala, lakini naona jamaa zangu wanaota ndoto wakiwa macho. Tumeona mtani anajitamba kwamba anaenda kutafuna ule mfupa ambao wewe ulikushinda. Ndio maana nimekwambia hivi, wanaota ndoto wakiwa macho. Ushakuona ndoto hiyo? Yaani hajalala afu unaota ndoto. Lakini ndoto ya mchana. Ama kesho ni siku ya ubaya ubwela. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Ismail Ramadhani. Ismail Ramadhani ni shabiki wa timu gani? Simba Sports Club Mnyama Simba kesho yuko mwituni, anawinda na makali yake yale. Je, Simba kesho atanyolewa au kama kawaida makali yake Falme Nyika anaenda kunguruma? Kwanza kiukweli ndugu mwandishi, bali kuambia kitu kimoja. Ndio. Sasa hivi tumejaa soda ya ubora. Tunaitwa sumu ya nyoka, yani take stake. Ndio bwana lazima afe. Yana sumu ya nyoka, take stake lazima afe. Lazima ugongo lazima afe. Kwa hiyo siku kesho naambia wapinzani wajipange kushuhudia bao ngapi? Yaani anamle bwana kapigwa 5. Bwana anakwambia kesho anapigwa 5. Lazima yeye mwenyewe unaona bwana mheshimiwa rais tunamsikia na tusapoti, mama ndio hivyo na anatusapoti. Sasa tunakipiga kwa tusifunge. Kufa lazima afe. Labda shamla gani ambazo mmeziandaa mkisha beba ubingwa kwa hapa Msamvu Terminal na nyinyi mkiwa kama tawi la Simba? Hapo kwanza Mungu akijali Jumatatu au Jumanne kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tujione kutokuwa na kikao. Tutaomba viongozi wa Simba zile kombe watatuletea siku ya kukurukuliwa, na sababu tutafanya jitihada kubwa kama wanavyoona. Kuna mambo mengi tushafanya kwa historia yetu ya Msamvu, kwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yote yanaenda vizuri. Kwa tutafanya kile tunajitihada kombe lije Msamvu tuje kulishangilia na sisi wote kwa pamoja. Bwana yeye ameongea kwa kujiamini kwamba naamini kombe litafika Msamvu na ataomba viongozi wafike hapa kulionyesha ile kombe kwa sababu jitihada nyingi sana wamezifanya. Mimi naitwa Niko Baba. Mbona umekaa kama mwananchi hivi? Mimi sio mwananchi, mimi ni mnyama kabisa, ubaya ubwela. Mnyama Simba ubaya ubwela. Sasa bwana, kesho pale Amani Complex Kipute majira ya saa 10. Mpinzani wako alishia kupata medali tu. Wewe kama mnyama Simba una kipi ambacho unaenda kukionyesha ukiwa mkubwa ndani ya nchi? Mimi kama mnyama kwa siku ya kesho tunakwenda kutoa kombe moja kwa moja, kwa sababu yule Mwarabu achomoki kwa mziki wa Simba anavyojua mimi. Ndio. Mwarabu kesho atoki, anakula chuma 3. Yaani ile chupu kala chuma 3. Bwana hapo kesho chuma 3. Je, mmejipanga vipi ikitokea tena mnapoteza? Maana unajua maneno yanakuwa ni mengi kwa mpinzani. Hatuwezi kupotea Tanzania. Kule Tanzania, hii ni Tanzania, Zanzibar na huku kitu hiki kimoja. Hatupotei, yani hawatoki kwa basi hapa pale. Hii tunahamia kwenye kijiji hapo, tunaona watu wanagusa 1 2 3. Kuna Mr. hapa ametulia zake. Bwana mambo vipi? I say fresh kabisa. Safi. Unaitwa nani? Unashabiki timu gani? Naitwa Juma almaarufu ni Juma Kitombangile Kitwanga, ni mshabiki wa Msimbazi. Bwana Kitombangile Kitwanga, siku ya kesho bwana, mchezo wa finali, umejipanga vipi kama shabiki wa Msimbazi kuonesha support yako na matokeo gani ambayo unatarajia siku ya kesho? Mimi mantu kwa nao goli 2 zinapatikana. Ndio. Yaani cha kwanza kesho tunachoangalia cha kwanza kabisa kulevo aggregate, alafu mambo mengine yataendelea mbele, ila mimi uhakika wangu nilikuwa nao kombe linabaki. Uhakika wako ulikuwa nao kombe linabaki. Labda umalize tu kwa bao ngapi labda kesho? Kesho kuna bao 3. Endapo kama atapata moja tunapata goli ya 4. Matokeo yalikopo ndani ya chini ya kapeti ndio hayo. Watanzania waamini kwamba kombe linabaki Tanzania. Ameaminisha Tanzania kwamba kombe linabaki. Huku mchezo mwingine pia unaendelea. Bila shaka hapa mzee wa kazi umekaa na sura ya bashasha.
na imani wewe ni shabiki wa mnyama Simba. Jifichi waka tunaonekana. Au jifichi? Hatujifichi. Kwa hiyo mwana Simba siku zote ukikao unamwona huko ni Simba. Mchezo wa kesho fainali pale Amani, na tulitarajia wengi kwamba tutaona kwa Mkapa, na nilikuwa nasema hatoki mtu. Amani anatoka mtu au nako hatoki mtu, yule baya ubwela mmewamshia pale. Matatizo kwa vile hatoki, yani hatoki. Kutoka anaenda kuchinja, unaenda kumchinja goli ngapi? Sisi lengo letu sio goli, sisi nataka kombe libaki. Kwa hiyo sasa kuhusu magoli, maana kombe likibaki maana magoli yatakuwa mengi. Hatujajiwekea guarantee magoli, sisi tunachotaka kombe libaki hapa Tanzania. Libaki hapa Tanzania. Basi. Wala kuna mchizi hapa Snapdragon wasema Manchester United. Bwana mambo vipi? Kwanza pole, maana umetoka kupoteza finali Sasa leo hii bwana tunakuja kuzungumza hapa kwa mchezo wa hapo kesho finali ndio dhidi ya RS Berkane. Mchezo bila shaka tunafahamu utakuwa ni mgumu, lakini wewe ukiwa kama ni mdau wa soka hapa Tanzania, unazungumziaje finali ya kesho? Unaona kombe linasalia au linaondoka? Kombe linaondoka. Kombe hivi kubaki hapa. Simba hivi Arabu sio akiweza kama watoa kwenye nusu. Ndio. Arabu wenyewe ni baba. Au mpira hujaona? Sio Arabu wa Kilosa. Sio Arabu wa Kilosa, Arabu wenyewe ni. Na kombe hapa linaondoka. Anakwambia kombe hapa linaondoka. Hawa ni Waarabu OG. Bwana Mr. Yes. Mambo vipi? Fresh kabisa. Baba unaitwa nani na ni mdau wa timu gani? Mimi naitwa Mzee Nondo, shabiki mkubwa wa Jangwani. Ndio. Yes. Sasa kesho mpinzani yuko dimbani na RS Berkane, mchezo wa finali. Wewe ni mpinzani, lakini bila shaka umekuwa ukitazama Simba mpaka hapa ilipofika. Unaona matokeo gani siku ya kesho? Kombe linasalia. Mimi bado nampa nafasi kubwa sana Berkane. Berkane ni timu nzuri. Kumbuka Simba ataingia kama underdog. Simba ataingia kama underdog kwa upande wa Berkane. Yes. Simba ataingia kama underdog. Kwa maana kwaje? Safi. Unaitwa nani? Shabiki wa timu gani? Mimi naitwa Kula, ni mshabiki wa Simba Sports Club. Simba Sports Club. Mnyama Simba kesho upo mwituni pale Amani Zanzibar. Unataka kutuambia unaenda kutafuna ule mfupa ambao ulimshinda mpinzani? Kawaida yetu, kwa sababu mpaka sasa hivi tumefanya mambo makubwa sana. Ndio. Yaani kafara tuliyofanya kule katika bahari ya Nungu, hali haiwezi kudibika. Tumefikia kondo wao wamezama kwenye maji kama ataibuka wale. Yeye anakuambia wamefikia kondoo takriban 3 wamezama, 4 wamezama kwenye mingi wale. Wamezama kwenye mingi kama ataibuka. Bwana, huo ndio ubaya ubwela unaanzia nchi kavu kesho baharini. Wale kesho wanapiga goli 4 wale tena mapema tu. Bwana anakuambia kesho goli 4 tena mapema mno. Goli 4 kesho tena. Bwana mambo vipi? Poa kama kawaida brother. Kama kawaida. Unaitwa nani? Na naitwa Mubaraka Kambaya. Mubaraka Kambaya, una vibe sana bila shaka wewe ni mnyama. Sisi mnyama alialia, sio kupiga fotokopi wala kurisishwa sisi. Mnyama tumeona tunashangilia. Mnyama alialia. Sasa kesho wao wanashuka mwituni na tunaona finali ya kwanza uliweza kupotea kwa bao 2-0. Vizuri. Lakini tumezoea kwamba mnyama Simba mara ya pili waga na anakuwa ni mkali zaidi. Lakini mchezo umetoroshwa kidogo kutoka pale Mkapa na umepelekwa Amani. Je, ule ubaya ubwela ambao tulizoea Benjamin Mkapa tunaenda kuona hapo kesho? Yaani pale ni sasa tumetoka sebenti mia chumbani. Nyumba ndio hiyo. Kwa hiyo soka hapa pale kwa Mkapa na pale tofauti hapana. Nyumba ndio hiyo. Tumetoka sebenti mia hapo. Chumbani wote ni ule. Kwa hiyo time hatuna deni na mtu kipindi cha pili maliza mechi. Kwa hiyo umetaka kuniambia ubaya ubwela. Hii ni Msamvu Terminal tawi la Simba. TV Media iliweza kufika hapa na kuweza kuzungumza na wadau mbalimbali wa soka, lakini waliochukua nafasi kubwa ni mashabiki wa klabu ya Simba, na umesikia tambo zao hapo. Wengi wao wanaamini kwamba ili kombe linasalia hapa ule mfumo ambao ulimshinda Dar es Salaam Africans, basi wao wanaenda kuhakikisha kombe linasalia na nchi inafurahi, na ndio mwakilishi pekee aliyebaki hapa Tanzania. Ndio mkubwa. Nishamwambia Mama Samia atusubiri pale ili kombe tuliweke Msimbazi atakuja kutuibia. Tunaweka Ikulu sawa, kaiba Ikulu. Wala anasema kombe hawaliweki Msimbazi, wanaliweka Ikulu. Kama wanaweza basi waende wakaibe Ikulu. Hao ni wadau wa soka ambao walijitokeza siku ya leo hapa ndani ya TV Media, na sisi mpaka kufika hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nasi ukifuatilia kupitia kipindi hichi ambacho kimeandaliwa siku ya leo. Sisi tukwaje, bye bye.